Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini Mungu ni mwema, ametupigania mwaka huu wa 2024. Ni mwaka wa kibali, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kwenda juu. Ni mwaka ambao Mungu ataachilia neema zake kwa kila mmoja mmoja ambaye alikuwa amekata tamaa. Ni mwaka wa kuinuka tena. Wewe ambaye hujajenga, mwaka huu ni mwaka wa kujenga. Wewe ambaye ulikuwa unadharaulika, huu ni mwaka wa heshima yako. Kwa hiyo tunapokwenda kulisikiliza neno la Mungu, unisikilize kwa makini kabisa, kwa sababu ya kibali ambacho Mungu ameachilia kwa nabii wetu, baba yetu, mtume na nabii Joakimu, ambaye ni mkurugenzi wetu wa Divine Television. Tuna kila sababu za kumuinua Mungu kwa ajili yake, kwa sababu ya neema hii ambayo ametuachilia watoto wake. Tunapokuja nyumbani mwako leo kuleta habari hizi, naamini kabisa yuko mtu ambaye anakwenda kuinuka leo katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kabisa kwa utofauti sana. Unaweza kunitafuta kwa namba zangu za simu, ni 0715033033. Utanipata kwa namba hizo. Haleluya! Kwa hiyo ni neema ya ajabu sana kukufikia nyumbani mwako kupitia kipindi chetu hichi. Kipindi changu kinaitwa Huu ni Wakati Wako. Waalike watu 2 watatu, ambie mchungaji yuko kwenye kipindi, na ninaamini kabisa kuna kitu cha tofauti kitakwenda kutokea kwenye maisha ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwenda kuzungumza juu ya mtego. Leo watu wengi wametegewa vitu mbalimbali. Yawezekana mtego ulionao ni mtego ambao unasababisha wewe huvuki na kufikia malengo yako. Yawezekana mtego uliotegewa wewe ni mtego ambao unasababisha kukukwamisha hapo ulipo na kusababisha maumivu na mateso kwenye maisha yako. Tutakwenda kuona kwenye kile kitabu cha Hosea, kile kitabu sura ya 4 na ule mstari wa 6. Biblia inasema, sura ya 4 na ule mstari wa 6, Biblia inasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wanaangamizwa. Kwa hiyo yawezekana kuna mtu ambaye amesimama mbele yako kwa kusudi la kukuangamiza maisha yako ili usipenye mwaka huu wa 2024. Lakini kupitia neno hili la kinabii ambalo limekufikia nyumbani mwako leo, naomba Mungu akutoe kwenye hayo mateso na hayo maangamizi katika jina la Yesu. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna watu wamesimama kwa ajili ya kuangamiza wengine, kwa sababu hapa Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa yanakufanya wewe uweze kufika pale ambapo Mungu amekukusudia. Maarifa yanaweza kusababisha wewe kufika kwenye hatima yako. Mtu mwenye maarifa ni yule ambaye anaweza kusimama na kufanya kitu katika uhalisia wake. Mungu anatamani kabisa, unataka kujenga nyumba, Mungu ameachilia maarifa kwa kila mmoja mmoja. Ile nyumba, wewe ambaye unasema kabisa kwamba mimi siwezi kujenga nyumba mpaka pesa yangu ijae benki, hutakaa ujenge. Hapo unajidanganya. Mtu mwenye maarifa, hiyo 200,000 aliyoipata atapeleka tofali. Mtu mwenye maarifa, hiyo 10,000,000 alionayo ataandaa mazingira na ataanza msingi, kwa sababu hakuna mtu yote anasema tu nitafanya. Mwisho wa siku utajikuta hautafanya. Kwa hiyo natamani Mungu aondoe kila mtego kwenye maisha yako ili uweze kuvuka mwaka huu wa 2024. Ni mwaka ambao nimezungumza mwanzo kwamba ni mwaka wa kibali. Kwa hiyo Mungu akupe kibali wewe ambao unanisikia wakati huu katika jina la Yesu. Ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati,
Kumbukumbu la Torati ile sura ya 32 na ule mstari wa 7, Biblia inasema, kumbuka siku za kale, tafakari miaka ya vizazi vingi, muulize baba yako naye atakuonyesha, wazee wako nao watakuambia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaposema kumbuka siku za kale, tafakari miaka ya vizazi vingi, ndio maana tunapokufikia leo kukueleza habari hizi, tunagundua kabisa wako watu ambao wamekwama maeneo fulani fulani kwa sababu ya roho za family spirit. Hizi roho zimekuwa sababishi za kukosesha watu kufika kwenye makusudio ambao walikuwa nayo. Mtu unaweza ukawa unatamani kabisa kujenga nyumba, lakini kwa sababu ya kumbukumbu la vizazi vya kale ambavyo walifanya wazazi wetu, leo tunapitia hali ngumu. Ndio maana akasema tafakarini miaka ya vizazi vingi, muulize baba yako naye atakuonyesha. Kwamba baba, mbona napita hali ngumu hivi na ninaona maisha yako pia ni magumu? Yawezekana na wewe baba yako wa baba yako alipita kwenye haya mambo. Alafu akasema wazee wako nao watakuambia. Ina maana kuna vitu ambavyo tunapitia leo ni vigumu sana. Mungu ameruhusu. Tunaweza kuwauliza wazazi wetu, kwa nini tunakufa na ukimwi familia nzima? Kwa nini tunakufa na kansa familia nzima? Watakwambia. Hata ukiangalia watu mara nyingi tunajua kabisa, wewe ni shahidi wa familia fulani fulani zilizokuzunguka wakati naongea hapo. Umeona familia fulani hawaolewi kabisa, na unaona familia fulani wanaolewa na harusi kubwa na wanawazaa watoto, wanaishi maisha ya kifahari kabisa. Unaona kuna familia wasomi kabisa na kuna familia watoto hawasomagi kabisa. Jua kabisa kuna kumbukumbu ambazo zilitokana vizazi hadi vizazi. Nalipenda ili andiko kwa sababu linanifundisha kwamba kumbe ni kweli kabisa. Tunaweza tukawa tuna sweti kwa sababu wazazi wetu kuna kitu walifanyaga, sisi leo tunapitia hali ngumu. Naongea kila siku nasema umekuwa Mkristo kwa sababu tumekuta wazazi wetu wa Kristo. Umekuwa dini uliopo kwa sababu ulikuta wazazi wako wako huko. Hivyo hivyo unaenda kwa waganga kwa sababu ulikuta wazazi wako wanaenda kwa waganga. Lakini ashukuriwe Mungu leo ambaye amekutana na wewe kupitia neema hii ya ajabu ya tofauti kwenye runinga yako hapo ukiwa unanitizama. Mungu akutoe hapo ulipo katika jina la Yesu. Kila roho ya umaskini ambao uliambatana nao kutoka kwenye familia yako, vizazi na vizazi hamfanikiwi, leo kwako iishe katika jina la Yesu. Hiyo mikataba na mipango yoyote walioipanga wazazi wako zikasababisha kubeba zile laana na roho za kurithi kwenye maisha yako, katika jina la Yesu tunaondoa hiyo katika jina la Yesu, na uwe huru na utembee ukiwa umesimamia haki zako, na Mungu akuinue hapo ulipo katika jina la Yesu. Haleluya. Tunaongea juu ya mitego. Yawezekana huo mtego leo unapita katika mateso kwa sababu kuna watu leo wametegeshewa vitu. Leo ardhi imetamkiwa ya kwamba leo Magdalena hatakaa afanikiwe. Ni ardhi iliambiwa. Kwa hiyo ile ardhi inapotamkiwa, ile ni mitego umetegewa. Sasa wewe hauna neno la Mungu, hauna maarifa. Ndio maana nikatanguliza kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Huna maarifa ya kiungu, hulijui neno la Mungu, humjui Mungu. Lazima utakapopita ile sehemu ambayo ulitamkiwa iwe kwako katika jina la Yesu. Lakini leo na kutoa hapo katika jina la Yesu. Misingi tulionayo ndio inaosababisha leo kuwa wazuri au kuwa wabaya. Kwa hiyo msingi, hata Biblia inasema msingi ukiharibika mwenye haki atafanya nini? Kwa hiyo tunapozungumza habari za Kristo Yesu, tumekuja kwa ajili ya kuimarisha hiyo misingi ambayo ilikuwa imeharibika na kuijenga kwa upya, ili msingi utakao kuwa nao uwe ni msingi ambao uko bora zaidi kwenye maisha yako
katika jina la Yesu. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa sababu ya neema hii ya ajabu ambaye ametuachilia leo watumishi wake. Ndio maana tunaweza kukuambia kwa ujasiri kabisa, wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambao ofisini kwako unapitia hali ngumu, wewe ambao kila siku mshahara wako ni ule ule, hauna maongezeko, unaona wenzio wanaongezwa vyeo, wewe umebaki pale pale, unaona wenzio wanalipwa hela za kwenda vyuo kuongeza elimu, wewe uko pale pale. Nataka nikwambie hivi, iko neema ya Mungu ambayo imeshuka kwenye maisha yako siku ya leo na kubadilisha hiyo hatima ya mateso, na sasa utakwenda kuwa mtu mwingine tena. Wakati nikiwa namaliza, nitaomba na wewe mwishoni na Mungu atakuinua. Endelea tu kunifuatilia. Unaweza kunipigia simu yangu namba hii 0715 033 033. Hata kama utaikuta iko bize, wewe endelea kuipiga hiyo namba, itakusaidia na nitakusikiliza na nitakusaidia. Tunapatikana Kimara Temboni, Saranga. Ukifika pale, wewe wa bodaboda, wa bajaji, wa pikipiki, wote wanapajua, waambie tu nipelekeni kanisani kwa Mtume na Nabii Joakimu, watakufikisha. Iko neema ya Mungu kubwa sana pale ambapo unaona ya kwamba haiwezekani, kwa Mungu wetu inawezekana. Haleluya. Naongea kwa msisitizo kwa sababu inawezekana. Nitasoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo 9 na ule mstari wa 18. Mwanzo 9 na ule mstari wa 18. Mwanzo 9 na ule mstari wa 18. Biblia inasema, wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu, Hamu na Yafethi, na Hamu ndiye baba wa Wakanaani. Hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai. Mstari huu ndio ninautaka. Akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu baba wa Kanaani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje, Shemu na Yafethi. Wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyumenyume na kuufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtenda, akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ambayo mtumishi wa Mungu Nuhu alitamka juu ya watoto wake. Ninaposema mtego, yamkini huyu Hamu yeye hakujua ya kwamba alifanya kosa, lakini je, laiti kama Shemu na Yafeti wangemsikiliza mdogo wao, wakaenda wakamchungulia baba yao, leo laana ingeenea. Watu leo tungeteseka kupitia hizi laana ambazo zimeachwa nyuma. Nimekuambia kwamba tukumbuke siku za kale. Biblia imetuambia kwenye Kumbukumbu 32 mstari wa 7, lakini ashukuriwe Mungu wa Shemu na Yafeti ambao walipata ufahamu wa hali ya juu, ndio hiyo hekima. Wakachukua vazi wakaliweka mabegani, wakarudi kinyumenyume, wakamfunika baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa naendelea kupata kitu kingine ambacho hata wewe nafikiri kinakushangaza. Ilikuwaje Nuhu alipopata ufahamu akagundua kabisa kwamba mtoto wangu Hamu ndiye ambaye amenichungulia na kunicheka na kutamka matamshi mazito ya kwamba kumbe kwenye maisha yetu tunatakiwa kuhifadhi wazazi wetu,
tunahitaji kuwafunika wazazi wetu, tunahitaji kuwasaidia wazazi wetu. Mwaka huu wa 2024 tunatakiwa tusimame tukikumbuka familia zetu, wakiwemo wazazi wetu ambao wametuleta duniani. Bwana Yesu asifiwe. Huko tutapata kibali na neema ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumza habari hizi, nazidi kukuelewa na nazidi kuelewa kabisa ya kwamba maisha tuliyopo nayo leo, kuna vitu ambavyo vimefanyika ambavyo vinaendelea kufanyika na vinaleta mateso. Watu wanateseka kwa sababu ya hizi laana. Wewe unawazaje kwamba Hamu hii laana ilimkuta? Hapana. Watoto waliowazaa Hamu, kizazi chake chote lazima kilikuwa utumwani. Hawawezi kuinuka hawa wakao watu wakuu, lazima watakuwa tu ni watumwa wa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuvunje hizi laana, kwa sababu Mungu ameshazungumza na sisi. Tumetambua ya kwamba yamkini kunaweza kukawa kuna jambo lilitegwa kwenye maisha yetu kupitia wazazi wetu, leo iondoke katika jina la Yesu. Hata ukisoma Maombolezo 5:7 unaona ya kwamba Biblia inasema baba zetu walitenda dhambi nao hawapo, nasi tumeyachukua maovu yao. Ya kwamba kumbe maisha yetu tunaweza kupita, tunaweza tukajiona ni watu wa furaha na amani tele, lakini umejenga nyumba, kumbuka hujaimalizia. Au umejenga nyumba unashindwa kuingia ndani. Au unajenga nyumba, tumeona watu wengi wamejenga nyumba, wamemaliza, wameagiza vitu, vimeingia ndani, siku analala tu, sikuona mauti na mkuta. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo vilitamkwa na wazazi wao ya kwamba hakuna tajiri atakayeinuka kwenye ukoo huu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inapotukumbusha ya kwamba tukumbuke siku za kale, tafakarini miaka ya vizazi vingi, muulize baba yako naye atakuonesha, wazee wako nao watakuambia ya kwamba nini kilifanyika mpaka leo tunakuwa maskini, nini kilifanyika mpaka leo tunakuwa sisi eti mfanyakazi anatoka Singida ndio haje afanye kazi za ndani. Kwa nini Singida watu wanafanya kazi za ndani? Tujiulize. Lazima tuvunje hiyo katika jina la Yesu. Tuanze kukomboa wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukomboe watoto wetu, tukomboe wajukuu zetu wanaokuja nyuma yetu, maana hichi ni kizazi cha kwanza mpaka cha 4 ambacho kitabeba yale ambao tulipitia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo unashangaa ukoo unakufa na ukimwi, familia nzima ni ukimwi. Leo ashukuriwe Mungu aliye hai, aliyoachilia neema kwa ajili ya kuja kuzungumza na wewe na kukutoa hapo. Ulikuwa ujui, sasa umejua. Huu mwaka wa 2024 ni mwaka wa ushindi kwako. Kama ni mwaka wa ushindi, basi magonjwa sio sehemu yako, kuumizwa sio sehemu yako, kuwa na hali ngumu sio sehemu yako, kutapeliwa sio sehemu yako. Wewe ni mtu aliyebarikiwa. Kwa hiyo tunatakiwa uje mahali hapa tuweze kuvunja hizo nguvu ambazo unatembea nazo, ambazo zinatesa maisha yako na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana. Piga namba hizi 0715 033 033. Nitarudia 0715 033 033. Piga hizi namba kwa ajili ya msaada, tuweze kukusaidia na kukusikiliza. Na hizo namba zinazopita chini ya skrini yako, piga hizo namba na Mungu atakuinua tena, na utabarikiwa na utakuwa mtu mwingine wa baraka tele, na utakuwa juu katika jina la Yesu. Twende tusome kile kitabu cha Waamuzi 11. Waamuzi 11. Waamuzi 11 na ule mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema, basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi alimzaa Yefta. Mstari wa pili anasema, mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo
walikuwa wamekuwa wakubwa. Wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutorithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe u mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akawaambia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuli walikwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda wakamtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu, ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwa nini kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kweli kuna hali ngumu unayopitia saa hizi, watu hawakujali, maisha yako yamekuwa duni, umekuwa ukihangaika huku na huku, hauna msaada. Lakini kupitia andiko hili leo, naomba Mungu kupitia andiko hili, Mungu akutoe hapo ulipo. Huyu Yefta walimuona kwamba ni ni mtoto wa mwanamke kahaba, lakini Yefta alipozaliwa na mwanamke kahaba, yeye sio kahaba, alikuwa ni mtoto, ndio maana akaitwa Yefta. Yefta hakuwa kahaba kama mama yake, na baba yake aliendelea kuishi na mwanamke mwingine tena, akazaa watoto wengine ambao walijiona wao ni watoto wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kweli wewe umezaliwa ni mtoto wa nje kwenye familia yenu, usikate tamaa. Angalia huyu Yefta, walimfukuza kwenye nyumba ya baba yake, wakamwambia, wewe ni mtoto wa mwanamke kahaba, huwezi kurithi kwenye nyumba yetu, huwezi kushika chochote mahali hapa, umeshakuwa wewe, ondoka. Yefta, Biblia inasema alienda kuishi na watu mabaradhuli. Watu mabaradhuli ni watu wabaya, watu wasiofaa, watu wachafu, watu wasio watakatifu. Yefta ndio alienda kuchangamana nao, lakini Biblia inasema pamoja na Yefta kukaa na watu mabaradhuli, yeye Yefta hakuwa baradhuli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana akakua mpaka ikafika wakati kumetokea vita, wakamtafuta yule aliyoachwa, yule aliyetupwa, yule aliyegaragazwa, yule ambaye alionekana ni mtoto mjinga tu, mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Wakamrudia tena, wakambembeleza tena. Sio tu watu wa kawaida, walikuwa ni wazee wa mji wanaojua kabisa kwamba hichi kilikuwa ni kifaa kwenye familia. Wakamfata Yefta, wakambembeleza ili arudi apigane na wale watu na kuwashinda, kwa sababu waliamini kabisa kumbe kisichofaa kinaweza kufaa. Kama tulivyoona kwenye kile kitabu cha Samueli, unaona kwamba wakati Samueli ametumwa kutawaza kwenye nyumba ya Yese aliita watoto wake 7, akamsahau yule mtoto mdogo ambaye yuko machungani anachunga ng'ombe. Kumbe chaguo la Mungu lilikuwa ni yule aliyetupwa kule. Ndipo Samueli alipoangalia wale watoto wa Yese, akaona hawa labda ndio wenyewe. Akamuona wa kwanza, wa pili, wa tatu, wakapita wote 7. Mungu akasema hakuna hata mmoja niliyemchagua. Akili ya Samueli ikafanya kazi, akasema, kwani watoto wako wote ni hawa? Akasema hapana, amesalia mmoja machungani. Yamkini huyo mtu ni wewe leo, uliolala kitandani, umekata tamaa, umeonekana ufai, umezaraulika hata kwenye ndoa yako. Wewe kumbe ni chaguo la Mungu, na wewe Mungu amekukusudia hapo ulipo, ndipo sehemu ya wewe kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu amtume mtu kwa ajili ya kukuinua hapo ulipo katika jina la Yesu, na mtu huyo ni mimi ambayo nimekuja kwa neno la kinabii kwa ajili ya kukuinua kutoka kwenye hayo mateso, kutoka kwenye hiyo shida, kutoka kwenye hiyo adha. Pale ambapo umekwama, Mungu anakwenda kukuinua leo.
katika jina la Yesu. Unaweza kunitafuta kwa namba zangu za simu 0715-033-033, 0715-033-033. Piga hizi namba na hizo zinazopita chini ya skrini yako kwa ajili ya kubarikiwa pamoja na sisi, na unaweza kutuma sadaka yako ili uendelee kuniona hewani kila siku na utabarikiwa sana. Hicho ulicho nacho ambatanisha na mwambie Mungu kitu kwa ajili ya wewe kuinuka mwaka huu wa 2024. Natamani kabisa wewe ukawe ni mtu uliyebarikiwa na kuinuliwa. Huyu Yefta, pamoja na kutupwa, pamoja na kufukuzwa, kumbe alikuwa ni mtu muhimu kwenye familia yao. Wazee wakamuomba, ndipo Gileadi ndipo Yefta akainuka, akaenda akapambana na wakashinda, na wakamketishe katika kile kiti na kumfanya kichwa kwa ajili ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu ufanyike kuwa kichwa kwenye mji wako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako. Umezaraulika, sasa imefika mwisho. Katika jina la Yesu, inuka tena, kimbia. Huu mwaka sio mwaka wa kukaa. Huu mwaka sio mwaka wa kujiona siwezi. Ninaposema kwamba tutakwenda kuomba na wewe, chochote nitakachotamka unatakiwa utii. Tatizo watu wengi hawatii, ndio maana hawapokei. Nimesema mwishoni nikiomba, nikisema inuka, hata kama umelala kitandani kabisa, wamekuwekea na mipira, wamekuwekea na mawe, wamekuwekea na nini, hakuna linalomshinda Mungu. Hakuna. Yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Utainuka na utakwenda nje tena katika jina la Yesu. Haleluya. Leo Mungu yuko katikati yetu. Hatutobaki jinsi tulivyo. Mwaka huu hautobaki kwenye mateso, hautobaki kwenye maumivu, hautobaki tena hapo ukalia peke yako. Yuko Mungu ambaye ni rafiki wa karibu. Ukimuita yeye anaitika. Acha marafiki wa kidunia hawakusaidii chochote, lakini tunapokuletea neno la Mungu tunatamani ujiconnect. Soma neno la Mungu, ndio uzima, ndio uvuvio. Mwambie Mungu, natamani kutoka kupitia neno lako hili ambalo umeniachilia leo. Mungu, achilia neema kwangu, na utajiona unatoka na kuwa mzima kabisa katika jina la Yesu. Waganga wametudanganya sana. Huu ni wakati tena wa kumuinua Mungu aliye hai kwenye maisha yako. Achana na kuabudu sanamu. Hizo ni sanamu tu, ni vitu visivyosema, ni vitu ambavyo havina mwendo, havina chochote. Mwamini Mungu aliyeumba mbingu na ardhi peke yake. Hata Yesu kabla hajapaa alisema, nitaondoka lakini sitawaacha yatima, nitawaletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyo Roho atawasaidia kujua yote, sio kubakiza vyote. Hapa ninapozungumza na wewe si kwa akili zangu, ni Roho wa Mungu ananipa haya maneno naongea. Yangekuwa ni maneno ya kuandika yasingetosha, ungeniona nasoma, lakini sisomi kwa sababu yuko Roho Mtakatifu ambaye ananipa mimi kuzungumza na wewe. Yamkini ni wewe ndio nazungumza, ndio wewe ninayezungumza na wewe saizi wakati huu. Leo utatoka katika jina la Yesu. Kila mgandamizo ambao umekugandamiza, umekuwa mtego kwenye maisha yako, utatoka katika jina la Yesu. Nitasoma hichi kitabu cha Ezekieli 16 na mstari wa 4. Tutaenda kusoma hichi kitabu na utaona Mungu akibadilisha tena hatima ya maisha yako. Anasema, na katika habari za kuzaliwa kwako, hizi ni habari za kuzaliwa kwako. Siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa wala hakikuoshwa na maji usafishwe. Hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapa Mungu anaposema kwamba kitovu chako hakikukatwa wala hakikuoshwa na maji wala hakukutiwa chumvi wala hukutiwa katika nguo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ina maana uliachwa kwenye muunganiko wa wazazi wako. Kitovu
Ni muunganiko wa mama na mtoto kupitia chakula anachokula. Anasema kitovu chako hakikukatwa tena hakikuoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakikuoshwaje? Ni kwa sababu ulizaliwa ukaja duniani ukapambana na maisha yako tu, ukakutana na vurugu mechi za mjini, na leo unapita katika hali ngumu, kwa sababu katika muunganiko wa kile kitovu cha mama na mtoto, wakati umezaliwa, kile kitovu chako hakikukatwa katika ulimwengu wa roho. Unatembea ukiwa na ule uchafu wa familia, umerithi roho za baba zako. Baba yako alikuwa akiitwa Josefu, babu yako akiitwa Ali. Leo umezaliwa, baba yako anasema hili jina la mtoto wangu ataitwa jina la baba yangu Ali. Baba yako Ali alikuwa na madhabahu. Zile madhabahu ndizo unazotembea nazo leo. Unajikuta unapita katika hali ngumu za yule babu. Yule babu alikuwa anaoa wake wengi, na wewe unajikuta utaoa wake wengi. Yule babu alikuwa tasa, utakuwa tasa. Yule babu alikuwa mwongeaji, utakuwa kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongea habari hizi unanielewa kabisa. Chukua mfano wa yule na yule, utaelewa ninachokiongea. Lakini ashukuriwe Mungu, mwaka huu wa 2024 lazima tutoke hapo katika jina la Yesu. Kitovu hakikukatwa. Unatembea na zile spiriti, tena sio kukatwa tu, hakikuoshwa na kuwa safi, hakikutiwa chumvi ambao ni neno la Mungu. Chumvi haiozi, chumvi haiharibiki, chumvi haina kuexpire. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni chumvi. Tunatakiwa kila siku litutengeneze, kila siku litubadilishe, lituinue. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji chumvi ya ulimwengu ingie kwenye maisha yetu ili tukimbie na wanaokimbia. Leo ukiangalia matajiri waliotoka katika utajiri wa kiungu, hawa hawawezi kufilisika. Lakini angalia matajiri waliochukua kwa waganga wa kienyeji. Leo atakuwa na gari zuri, lakini angalia maisha yake. Eza anatembea na ndala, eza analala chini, eza anakula miogo, eza hali kabisa anakuwa ana kitu ameambiwa ale hata mboga chukuchuku. Huyo ndio tajiri. Utajiri gani huo wa duniani? Bora tuwe na utajiri uliotoka kwa Mungu wetu ambao unadumu milele na milele. Ndio maana hata kazi, Mungu akikupa kazi, hiyo kazi itadumu na itakuwa na faida kwako. Leo watu wamepata mishahara mikubwa, lakini ile mishahara imekuwa haitoshelezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kitovu chako hakikukatwa na kuoshwa. Unapita kwenye roho ya umaskini wa familia yenu, familia ya mama yako, familia ya kikaaba. Umezaliwa kwanza ni mtoto wa nje ya ndoa, au umezaliwa mtoto wa ndani ya ndoa, lakini ueleweki. Darasani wewe ni wa pili kutoka mwisho, au wa mwisho kutoka mwisho. Kwa hiyo hauna maana ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoleta habari hizi, tumekuja kwa ajili ya kukutoa hapo uliponasa. Unaweza kupiga simu na kuja kanisani kwetu, ni Kimara Temboni. Ukitokea Kibaha, ukifika Temboni unavuka barabara. Pikipiki, bajaji, waambie nipelekeni kwa Mtume na Nabii Joakimu, utafikishwa na tutakusaidia. Ukitokea mjini Sinza, Mbezi, uko wapi, Tabata, uko wapi, panda magari upande huu unaoshuka Kimara Temboni, shuka hapo, mwambie nipeleke kwa Mtume na Nabii Joakimu. Ni karibu kabisa, unafika kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe, na Mungu atakubariki. Ibada zetu ni Jumanne na siku ya Alhamisi ni saa 3 kamili asubuhi. Ukifika mahali hapa wahi kabisa, kwa sababu watu ni wengi, na wewe tunatamani kabisa upokee neno la Mungu ili uinuliwe na ubadilishwe kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitabu cha Mwanzo 49. Haleluya. Wewe nisikilize, haya maandiko yote yanakuhusu, na haya maandiko ninayaleta kwa ajili ya kukutoa hapo ulipokwama. Unapojiona kwamba hauna mwendo, sasa ni mwaka wa kuwa na mwendo tena, kwa sababu tutakwenda kuvunja, kuharibu, kuangamiza na kuteketeza kila nguvu za yule adui zilizokushikilia na kusababisha haufikii pale ambapo ulipopakusudia. Katika jina la Yesu utatoka. Hiki kitabu cha Mwanzo 49 huu mstari wa 5 hadi wa 7 nasema, Simeoni na Lawi ni ndugu.
Panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu isiingie katika siri yao. Fahari yangu isiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipi wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawagawa katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba huyu Simeoni na Lawi ni ndugu, lakini hawa ndugu walikuwa wana nguvu ambazo zilikuwa za tofauti na wengine, ndugu zao wengine. Anasema panga zao ni silaha na jeuri. Hawa watoto walikuwa ni watoto wa jeuri, walikuwa ni watoto watukutu, walikuwa ni watoto hawafai. Baba yao anawaelezea huyu Simeoni na Lawi, alafu anaendelea kusema walimuua mtu. Hawa Simeoni na Lawi, ndugu wawili, walishiriki kumwaga damu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaendelea kusema pia walikuwa ni wakaidi, walikuwa ni watoto ambao hawasikilizi mausia ya wazazi, walikuwa ni watoto ambao wana maamuzi yao, watakachoamua ndicho watakachofanya. Naomba Mungu hao watoto wasiwe kwenye miongoni mwa watoto wako katika jina la Yesu. Tunapoingia mwaka huu lazima tukate huo mstari, tusivuke huu mwaka, tunaenda mwezi wa pili tukiwa bado tuna watoto ambao wanatesa akili zetu na kutuvuruga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tutoke hapo. Tunapokuja nyumbani mwako leo, huu ni wakati wako. Lazima Mungu akutane na mahitaji yako na maisha yako yabadilishwe na kugeuzwa. Anasema hawa watoto walikuwa na ghadhabu, walikuwa na laana, tena walikuwa na hasira kali. Walikuwa hawana huruma. Mtu ambaye ana hasira kali huwaga hana huruma. Ulishawahi kuona mtu mwenye hasira akishika chochote akiachii mpaka afanye kile anachofanya? Kama alikuwa akuponde jiwe, lazima akupige ndio roho yake irizike, ile hasira kama inapoa. Sasa hawa watoto ndio walikuwa hivyo. Naomba Mungu usiwe wewe katika jina la Yesu, na Mungu atusaidie sana watoto wetu wasipite hapo walipopita Simeoni na Lawi. Bwana Yesu asifiwe. Naona kuna mtu hajaelewa hapo, anasema mbona sijaelewa? Narudia, Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu isiingie katika hasira yao. Yaani mpaka inafika wakati baba yao mwenyewe anasema, na kile anasema, yaani hasira yangu au mimi mwenyewe nisije nikaingia katika hiyo siri walionayo hawa watoto wawili, kwa sababu walifanya mambo mabaya. Leo kuna watu wamepita katika hali kama Simeoni na Lawi. Yawezekana hata una mtoto ambaye ni jeuri, anakusumbua, ni mvuta bangi, ni mnywa pombe, mlala nje. Yawezekana sababu sio mtoto, sababu ni nini kilitendeka kwenye ukoo wenu, ni nini kilitendeka kwenye maisha yenu, kutokea kizazi hadi kizazi. Leo watoto wanapita katika hali ngumu. Leo watoto wamekuwa na roho mbaya hadi kufikia hatua ya kumuua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo Mungu atutoe huko katika jina la Yesu. Tunapozungumza haya, najua kabisa wewe mama, wewe baba unaonisikiliza, najua umeguswa kabisa na somo hili. Hebu njoo kanisani. Panda magari Kimara, Temboni, Saranga. Ukifika tu Temboni, waambie nipelekeni kwa mtume na nabii Joakimu, watakuleta. Piga namba hizi 0715 033 033 na nitakusikiliza. Hata kama iko bize, wewe endelea kupiga, nitakupokea tu. Bwana Yesu asifiwe. Ziko madhabahu za laana. Laana ipo na inatembea kizazi hadi kizazi, lakini ashukuriwe Mungu, kuna neema ya ajabu Mungu ameachilia kwenye madhabahu. Utakapofika tutazungumza na hiyo roho ambayo inatesa maisha yako, roho ya hasira, roho ya kiburi, roho ya kujihesabia haki, roho ya kujiona wewe ndio wewe, hutaki mtu mwingine aongee, wewe ndio uongee peke yako. Hiyo ni roho.
lazima uikatae katika jina la Yesu. Huu ni mwaka mwingine tena. Kubali kabisa kushuka na kunyenyekea ili Mungu aondoe hiyo roho katika jina la Yesu. Yamkini uliwahi kuua, unanisikiliza, ni siri yako, lakini pamoja na kuua bado neema ya Mungu ipo. Ndio maana Mungu anapotuletea taarifa hizi anataka tuachilie nguvu ya damu ya Yesu, ili itakapomwagwa damu ya Yesu ile roho na laana iondoke kwenye maisha yenu, kwa sababu unapomwaga damu, ile damu inadai damu nyingine. Ndio maana ukisoma Mwanzo sura ya 4 na ule mstari wa 6, unaona jinsi Mungu anamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia katika ardhi. Unaona kwa nini ile damu inalia? Inataka damu nyingine. Namuomba Mungu, chochote kilichofanyika kwenye ukoo wenu, zama za babu na mababu zenu, hiyo laana itoke katika jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu. Njoo kwenye madhabahu ili tuweze kuzungumza na hilo tatizo liondoke kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristu, mwana wa Mungu aliye hai. Na utatoka kabisa, na nguvu za Mungu zitaambatana na wewe. Utakuwa salama, utaona baraka zako, utaona wajukuu wa wajukuu zako, utamuona Mungu akibadilisha hatima yako, na Mungu atageuza kila uteka ambao ulikuwa unatembea nao kwenye maisha yako, utaondoka kabisa katika jina la Yesu Kristu, mwana wa Mungu aliye hai. Kile kitabu cha Waamuzi 14, nazungumza mtego. Mitego ni mingi, lakini umetegwa wapi? Leo Bwana akutoe hapo. Hatuhitaji kujua ni wapi, lakini tutaachilia damu ya Yesu. Kama walitoa makafara, damu ya Yesu itaenda kuvunja zile kafara, na wewe utakuwa mzima katika jina la Yesu. Piga namba 0715-033-033 na hizo zinazopita chini ya skrini yako. Tutakusaidia, tutakusikiliza. Fika kanisani. Iko nguvu, nikwambie leo ndugu yangu unaonitazama, iko nguvu ya mtu kufika kwa nabii kuponywa, na iko nguvu ya mtu kuombewa ukapokea. Ni tofauti. Unaona, wakati wale wakoma walipomwendea Yesu wakamwambia, tunaomba, tunataka kutakasika, akasema nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walikuwa tayari bado na ukoma wao, lakini wakati wanaenda wakajikuta wanatakasika. Aliyekuwa vidole vimekunjana akajiona na vinainuka. Akarudi mmoja tu kumshukuru Mungu na kusema, Baba, nilienda lakini wakati naenda nilipona, nimerudi kukushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu ni tofauti na wale waliopona wakiwa wameenda. Kuna ukoma mwingine kwenye maisha yao utaambatana nao, lakini yule aliyofika kwenye madhabahu ni mtu wa muhimu sana, na yule ndio anayepokea kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule mtumwa wa bwana wake walipokwenda kumwambia kwamba anastahili huyu mtu kufanyiwa hivi kwa sababu mtoto wake ni wa kipekee, naye ni mgonjwa, yuko mahututi, yule mtu akashuka akamwambia, Bwana, hata ukisema neno tu mtoto wangu atapona. Yesu akawa anaelekea, akaja mwanamke anatokwa damu miaka 12, akapenya katikati yao. Yule mama alipokea uponyaji kabla ya yule mtoto kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo iko neema ya tofauti. Ninakukaribisha kwenye madhabahu. Kanisa ni Jesus Power Miracle Church. Fika Kimara Temboni, waambie nipelekeni kwa mtume na nabii Joakimu, utafikishwa na tutakuhudumia na Mungu atakuinua hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Nitazungumza hichi kitabu cha Waamuzi 14 mstari wa 14 na wa 16. Nitasoma. Naye akawaambia, katika huyo mwenye kula kukatoka chakula, katika huyo mwenye nguvu ukatoka utamu. Nao katika siku 3 hawakuweza kukifungua hicho kitendawili. Ikawa kwa siku ya 7 akawamwambia mkewe Samsoni, mbembeleze mumeo ili atuoneshe hicho kitendawili, tusije tukakuteketeza moto wewe na nyumba ya baba yako. Je, mmetuita ili mpate kuichukua mali yetu?
Je, sivyo? Basi mkewe Samsoni akalia mbele yake akasema, wewe umenichukia tu, wala hunipendi. Wewe umenitegea kitendawili hao wana wa watu wangu, nawe hukuniambia mimi. Nawe akaniambia, angalia, sikukuambia baba yangu wala mama yangu? Nami nikuambie wewe? Naye akalia mbele yake hizo siku 7. Wakati ulioendelea karamu yao, basi ikawa siku ya 7, akamwambia, kwa sababu alikuwa akimsisitiza sana. Naye akawaambia wale wana wa watu wake hicho kitendawili. Nao watu wa mji wakamwambia siku ya 7 kabla ya jua kuchwa, ni kitu gani kilicho kitamu kuliko asali? Ni kitu gani kilicho na nguvu kuliko simba? Naye akawaambia kwamba hamkulima na mtamba wangu, hamkukitambua kitendawili changu. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake kwa nguvu, naye akatelemka Ashkeloni, akapiga watu waume 30 katika hao watu akawapa hao watu waliokitambua kitendawili mavao hayo. Hasira zake zikawaka, naye akakwea kwenda nyumbani kwa baba yake. Haleluya! Hii habari ni habari nzuri sana. Wacha nikae vizuri ili nikuelezee, kwa sababu kuna mtego unaweza ukawekewa. Ule mtego ukaleta maumivu au ukaleta mateso kwenye maisha yako. Samsoni alienda kuoa. Alipofika Timna alimuona mwanamke mzuri akampenda, akataka kumuoa. Lakini wakati wa karamu kisheria yao, Samsoni akawategea kitendawili. Akawaambia, hichi kitendawili ndani ya siku 7, siku ya ndoa yetu, mkitegue. Mkikitegua mimi nitawapa mavazi 30 sawa na idadi yenu, na mkishindwa mimi mtanipa mavazi 30 kama mlivyo. Kwa hiyo kile kitendawili walikishindwa, lakini mtego walioutega hawa watu, wakamfuata mkewe Samsoni, wakamwambia, usipotuambia hichi kitendawili, wewe na familia yenu wote tutawachomea humo ndani, kwa sababu wewe na mume wako mlipanga mje mchukue mali zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo unapita katika hali ngumu, kuna kitu ambacho kinatembea kwenye mji wako. Leo umetoka kwa mganga wa kienyeji, umepewa pembe, umechimbia chini ya mlango wa nyumba yako. Ile pembe ujue kabisa ni damu. Ile damu inatafuta damu. Kwa hiyo mnaumwa nyumba nzima, nyumba hamlali usingizi. Leo hii neema imefika kwako na mtatoka huko katika jina la Yesu. Mtalala usingizi wa mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa watu walipomwambia yule mkewe akaogopa. Ikabidi ambembeleze Samsoni ili amwambie habari za kitendawili hicho. Ndio siku ya 7 Samsoni akamweleza yule mwanamke kile kitendawili. Lakini sababu ya haya yote ilikuwa ni Mungu kujitukuza, ya kwamba yeye ni Mungu. Ndio maana Samsoni alikuwa mnadhiri kwa ajili ya kulipizia kisasi Wafilisti. Ilimpasa Samsoni asababishe kitendawili kitokee ili hasira yake iwake na Roho wa Mungu ashuke, awashughulikie, wapige wale Wafilisti ili Mungu atukuzwe kwenye maisha yao. Kwa hiyo wewe, ugonjwa ulionao yawezekana, tatizo ulilonalo ni Mungu kujitukuza ya kwamba yupo na anaishi kwenye maisha yako. Utakapopokea uponyaji wakati nikiomba na wewe, ule uzima, utamwamini Mungu aliye hai na hautakaa hata siku moja useme Mungu hawezi. Mungu anaweza. Umri ulionao wewe, umesema ya kwamba mimi sasa umri umeenda, sipati mchumba, sipati ndoa. Lakini Mungu anasema nini kupitia neno lake? Hakuna jambo gumu lolote linalomshinda Mungu. Yote yanawezekana. Sara pamoja na uzee wake na Ibrahimu walipokea watoto. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu anaweza, inawezekana. Elizabeti alikuwa ni tasa na mumewe Zakaria, lakini walipokea mtoto katika uzee wao.
kuna vitu ambavyo haviwezekani kwenye macho ya kibinadamu, lakini ukiamini Mungu inawezekana. Na hili andiko nimeleta kwako mahususi kwa ajili ya kukuinua imani yako iliyokuwa katika hali ya kufa, kwa ajili ya kukuinua hapo ulipo umekata tamaa na kuona neno sasa si kitu. Lakini nataka nikwambie, neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Anachokitamka Mungu lazima kiwe kwenye maisha yako. Samsoni, wale watu wakaanza kumzodoa yule mwanamke na kumwambia, usipotuambia hichi kitendawili tutakuua. Ndipo alipombembeleza Samsoni akamweleza kitendawili kile. Wale watu walipomwambia Samsoni siri ya kile kitendawili, maana hakuna aliyejua kisiri ya kile kitendawili, ndio pale Samsoni akajua kabisa hii siri wamepewa, na kama wamepewa sasa nitawakomesha. Haleluya! Ndio Samsoni akashuka akaua watu 30, akachukua mavazi waliokuwa wamevaa akawapelekea, akawaambia sasa nitawaonesha. Ndipo aliporudi Samsoni, roho wa Mungu aliposhuka juu yake, Biblia inasema alishika mbweha 300, akawafunga mienge, akawawasha moto, akaachilia kwenye mashamba yao yaliyo tayari kuvunwa ili wale chakula. Ina maana njaa iliyoingia kule kwa Wafilisti ilikuwa sio njaa ya kawaida, maana mbweha 300 wamefungwa mienge, na unajua kabisa ngano inavyoshika moto, na unajua kabisa nini kilitokea hapo. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anaweza kufanya jambo kwa ajili ya wewe, kukuonesha yeye ni Mungu. Naomba Mungu wa ugonjwa wako leo iwe ni sababu ya Mungu, ili ninapokwenda kuomba na wewe, neema ya Mungu ipite hapo ulipo, moto upite hapo ulipo. Wewe ulio na kansa, nataka nikuambie hivi, hiyo ni kansa. Kwa macho ya kibinadamu ni kansa, vipimo walivyopima madaktari ni kansa, lakini yuko Mungu ambaye anaweza kuiondoa hiyo kansa. Naomba Mungu imani yako iongezeke hapo ulipo. Sasa hapo kwenye hiyo kansa, na kuambia wewe kansa, kauka katika jina la Yesu. Kansa ya kifua, kansa ya koo, kansa ya shingo, kansa, ninakuamuru kwa damu ya Yesu, kauka katika jina la Yesu. Uwe mzima leo, ule chakula, ushibe katika jina la Yesu. Na achilia neema ya Mungu ishuke juu yako katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ishuke hapo ulipo kwenye hicho kitanda. Wewe ulio paralyze, ninakuamuru kwa jina la Yesu, miguu yako ikatue nguvu, miguu yako ikatue nguvu, nyayo za miguu yako ikatue nguvu, vidole na vifundo vya miguu yako vikatue nguvu. Hiyo miguu ikajae nguvu sasa, mifupa yako ikawe na nguvu, kiuno chako kikapokea mawasiliano. Kuanzia sasa akili na taarifa zote za mwili zikaungane, taarifa ya damu ikatembee. Wewe uliolala kitandani, inuka, chukua hatua ya imani hii na kuamuru kwa damu ya Yesu, inuka na utembee katika jina la Yesu. Mguu wako ulioshikiliwa na antena, tembea katika jina la Yesu. Wewe ulioambiwa kiuno chako kina shida ya diski, inuka, tembea katika jina la Yesu. Iko mamlaka ya jina la Yesu imepenya sasa. Iko mamlaka ya jina la Yesu iko kwenye hiyo nyumba yako, hapo hospitalini, popote ulipo, pale ambapo unapoumwa, pokea uzima katika jina la Yesu. Natangaza uzima, magonjwa sugu yakaondoke, sukari ikaondoke, presha ikaondoke, ndoa yako ikarudi na amani. Chochote unachopitia kigumu, natangaza uzima na ukombozi kupitia damu ya Yesu. Inuka na uangaze katika jina la Yesu. Nuru ya Kristo ikakuzukie katika jina la Yesu. Ofisini kwako kuanzia sasa, natangaza hiyo ofisi wakatembelee watu wahitaji katika jina la Yesu. Hilo duka la nguo likatembelewe na wahitaji wa nguo. Hilo duka la vyakula watu wakapate njaa ya kununua vyakula katika jina la Yesu. Natangaza njaa kwenye duka lako la nafaka, watu wakaje kununua kwako katika jina la Yesu.
huo urembo kwenye duka lako la urembo. Uhitaji wa watu walete macho yao yafunguliwe, wakaone vitu vyako katika jina la Yesu. Hilo pazia kwenye duka lako leusi, katika jina la Yesu ninaliondoa kwa damu ya Yesu. Na sasa ukauze, maongezeko yakaongezeke. Ofisini kwako amani, furaha. Unapoingia kwenye akaunti yako ukasikie raha kutoa pesa zako, maongezeko kwenye fedha, uchumi wako ukawe juu katika jina la Yesu. Neema ya Kristo ikasimame pamoja nao kuanzia sasa, ukawe juu. Amani ipitao amani zote ikatembee pamoja nao. Linda moyo wako kuliko chochote ulindacho, maana huko ndiko zitokapo chemichemi za uzima. Moyo wako ukapate amani, moyo wako ukapate raha, nafsi yako ikafurahi, watu wa nyumbani mwako wakakufurahia katika jina la Yesu. Sante Yesu, maana imekuwa in Jesus name. Amen. Piga namba zetu 0715 033 033. Ingia YouTube, andika Pastor Meggy Valentine, utanipata hapo. Subscribe na share, utaendelea kupata vipindi vyetu vinavyoendelea. Endelea kuangalia vipindi vyetu kila siku, kila saa. Waambie watu 2, 3, 4 kwamba vipindi vyetu viko hewani kila siku. Mungu akubariki. Shalom.